Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia FM 93.1 hapa jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibuni sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Ikiwa uko nchini Tanzania, mnaweza kutusikiliza kupitia FM 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake. Mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Jombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale Johannesburg kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Leo ni siku ya kuangazia ustawi na mchango wa jinsia katika jamii. Tunakutana na kundi la wanawake wanaotunza mmoja wa msitu mkubwa Afrika Mashariki. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Nyendo Angela. Saif al-Islam Gaddafi, mwana wa marehemu wa rais wa Libya Muammar Gaddafi, ameuawa. Ripoti za hivi punde zinasema alipatikana na majeshi yanayopigana katika eneo la mashariki mwa Libya, ambapo mapigano kati ya makundi yanayopigana yanaendelea kwa miaka kadhaa. Viongozi wa mzozo huo wanasema kifo chake ni kikwazo kwa juhudi za maridhiano ya kisiasa nchini Libya. Saif al-Islam, ambaye alikuwa akihusishwa na siasa za Libya na juhudi za kurejelea familia yake kwenye uongozi, alikamatwa na kushikiliwa kwa muda mrefu kabla ya kifo hiki. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka saini kwa kuendelea na mpango wa biashara bila ushuru na Afrika. Mpango huo unaojulikana kama Africa Growth and Opportunity Act AGOA unaruhusu nchi za Kiafrika kuuza bidhaa nyingi Marekani bila kulipia ushuru, akilenga kukuza ukuaji wa kiuchumi na ajira barani Afrika. USTR inasema kwamba hatua hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kuendeleza fursa kwa wafanyabiashara wa Afrika, huku ikibaini mchango wake katika maendeleo ya kiuchumi na kanda hii. Khartoum, Sudan. Jeshi la Sudan limethibitisha kuwa limevunja kizuizi kilichowekwa katika mji wa Kadugli ambao umekuwa ukiathirika na njaa kali. Msemaji wa jeshi alisema operesheni za kijeshi zimefanikiwa kuingia mji huo na kurahisisha usafirishaji wa chakula na misaada kwa wananchi waliokuwa wakiishi katika hali ya ukame na uhaba mkubwa wa rasilimali. Kiongozi wa waasi wa AFC M23 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amedai kuwajibika kwa shambulio la droni lililolenga uwanja wa ndege katika mji mkakati wa Kisangani kaskazini mashariki ya nchi. Kiongozi huyu alisema shambulio hilo lililotokea Jumanne ni onyo kwa serikali ya Kongo kwa kile alichokitaja kama kuongezeka kwa operesheni za kijeshi dhidi ya maeneo yaliyo chini ya waasi. Shukran sana Angela Ngendo, na moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya ambapo kundi moja la wanawake magharibi mwa nchi wameanza shughuli za kuhifadhi msitu wa Kakamega ambao ni wa pili kwa ukubwa nchini Kenya. Wanawake hao wameanza upanzi wa miche maalum inayotumika kwa tiba asilia pamoja na kupalilia miche ya miti inayoendelea kupandwa. Kenya ilizindua kampeni ya upanzi wa miti bilioni 5 kama hatua ya kuimarisha viwango vya misitu kufikia 10% kama inavyopendekezwa na wanamazingira. Kutoka Kakamega na mpisha Gabriel Ingubu na taarifa hiyo kikamilifu. Msitu wa Kakamega, mojawapo wa vyanzo vikuu vya maji yanayotiririka hadi ziwa Victoria,
ziwa kubwa barani Afrika la maji yasiyokuwa na chumvi, ambacho ni chanzo cha mto mrefu barani Afrika, mto Nile. Sio tu kwa kusafisha hewa, bali pia ni makao ya zaidi ya aina 360 ya ndege na nyani walio katika hatari ya kuangamia, kando na wanyama wengine wakiwemo nyoka, nyati na kadhalika. Msitu wa ekari 240 kilomita mraba ni kitovu cha maisha kwa jamii wanaoishi pembezoni kwa maisha yao ya kila siku. Kwa sababu ya hofu ya msitu huu kupoteza hadhi yake ya miti ya kiasili kutokana na uchomaji wa makaa, biashara ya mbao na kuni, wanawake wanaoishi pembezoni wamevalia njuga suala la kuulinda kutokana na watu wasiojali umuhimu wa mazingira, na vile kuepusha bwana zao kutokana na tishio la kukamatwa wanapoenda msituni. Huyu ni Nancy Lucheri, mkazi wa eneo la Shitirira, kama kilomita 1 kutoka kwa msitu. Miaka 20 iliyopita, yeye pamoja na bwanake walianza kuotesha miche kwa ajili ya biashara na matumizi ya baadaye. Sasa hii ni nursery bed. Tukitoa hapa kwa nursery bed, tunapeleka kwa shamba ama tunapanda along the boundary. Sasa tukishapanda hivyo, kama huko chini hakukuwa na miti, but now miti iko, tumeharvest nini. Sasa hatuendi forest kutafuta kuni, hatuendi forest kupikana na maaskari, tunatafuta miti ya kuchengea nyumba. Katika udogo wake alishuhudia madhila waliopitia walipoenda kutafuta kuni msituni, na ndipo aliona umuhimu wa kuwa na miti yake katika boma lake, kuwakinga wanawe pamoja na bwanake kutokana na makali ya askari wa msitu pamoja na wanyama hatari wanaoweza kukumbana nao. Tena huwa tunasaidia watu wenye hawana miti. Kuna watu wengine ni wavivu sana, wapandi miti. Wakitaka kuchenga, they normally come here, tunawakatia miti, wanaenda kuchenga. Kwa sasa ni mmoja wa watu mashuhuri katika eneo hili wanaojulikana kwa biashara ya miche na miti. Tuko self-employed. Tunapata hapa school fees ya watoto. Alafu hata mimi mwenyewe nimesomea hii miti. Mzali nipeleka shule some few years back. Jirani yake Edith Nabwayo, anayekaa kama mita 300 hivi, pia naye aliona madhila wanayopitia watafutaji wa mizizi ya mkombera, na hapo ndipo aliona kiteka uchumi pamoja na kutetea wanawe ambao mara kwa mara ziara zao za msituni zilikuwa za kutafuta mizizi huu unaopendwa na wakazi wa eneo chanya la magharibi mwa Kenya. Mkombera iko na manufaa mingi kwa binadamu. Wamama wa kunyonyesha wakikula mkombera wanatanyonyesha, maziwa yatapatikana ya kunyonyesha hao watoto wao vizuri. Matawi yake ukipatia ng'ombe yule wa kukama, maziwa yataongezeka. Alafu kuna watu ambao wanaipenda sana kuitumia kama chakula. Mkombera kwa jina la kisayansi Mondia Waitei unamea kwa kutambaa kwa miti mingine, na mizizi yake pia hutambaa ardhini. Una ladha ya ukwaju na ndimu kwa umbali, na harufu yake inakaribia ya karafuu. Utafutaji wake unahusisha kuchimba ukifuata chini kwa chini. Mingine huwa mirefu hadi mita 60, na uchimbaji wake husababisha uharibifu wa miti midogo, njia na makao ya wadudu, pamoja na kukata mizizi mingine ya miti isiyolengwa. Kwa sababu hii yangu kuna wakati iliweka mbegu nikavuna. So nikawaambia in case wanatafuta ile ya kuuzia hokasi wao, wanakuja ninawauzia, nikiwapatia tena seedlings pia nao waende wapande. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, uharibifu wa mazingira una madhara ya moja kwa moja kwa afya. Kwa sasa takriban watu bilioni 3 ulimwenguni, ambao ni 40% ya idadi ya watu duniani, wameathirika moja kwa moja kutokana na uharibifu wa mazingira. Pia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 577 zinazopatikana kutokana na uuzaji wa bidhaa za mimea huenda zikapotea kwa sababu ya kukosekana kwa uchavushaji, yani pollination. Solomon Watai, aliyeanza shughuli za kutunza msitu huu zaidi ya miaka 40 iliyopita, anaona wepesi wa juhudi zake sasa, haswa alipoanza kuwahusisha kina mama moja kwa moja. Mwaka wa 2017 nikachukua initiative
na program ambayo ilianzisha na kikundi ambacho inaitwa ROPEC, Rangwa Ravena Environmental Practitioners, ili wamama wakaweza kupanda miti. Hiyo nikapata boost na shirika la Women and Water and the Natural Resource Conservation kaingiza sana kupanda miti. Tukapanda miti along River Matiti. Kikundi cha ROPEC tukapanda kwenda kwa River Mwera, mahali ambapo maji ilikuwa inapomoa sana mchanga. Tukaweza kupanda pia kwa mto Chevaywa, tukapanda hiyo inaitwanga Pambu. So hiyo ndio wakati ambapo waliingia sana kuingiza mama kupanda miti. Kwa kuleta pamoja zaidi ya vikundi 170 vyenye idadi ya watu 30 kwa kila kikundi, watu wanaokaa kando kando ya msitu, pia imesababisha kupatikana kwa ua la binadamu linalozuia waharibifu kupenya na kuingia msituni. Miti ambayo tumekuwa tukipanda imekuwa ikisaidia sana kwa kurudisha level ya maji kuja juu na kusafisha maji. Hiyo ndio miradi ambayo tumekuwa tukifanya na wamama, panda miti kwa mito in the riverines. Mila potovu ya kuzuia wanawake kupanda miti kwa boma imebidi ibomolewe na kina mama hawa, kwa vile madhara ya uharibifu wa mazingira huwapata wao kwa 70% zaidi ya wanaume. Sara Kolecho ambaye ni mweka hazina wa kikundi cha hawa kina mama hajakuwa na wakati rahisi kuwashawishi kupanda miti. Unajua, ukiwa kama wamama katika kundi moja na tunafanya huu mkakati wa kupanda miti, ni vigumu sana kuweza kuzuiwa rather than kama unafanya mtu mmoja. Wamama tunapopanda miti pamoja kupitia kwa vikundi vya kina mama ama shule ama mashirika yasiyo ya kiserikali, mara nyingi hujenga mambo yanayoonekana na nguvu. Serikali yetu na mashirika yasiyo ya kiserikali na programs za mazingira hututia motisha sisi wamama kuweza kushiriki katika upanzi wa miti. Kwa ushirikiano wa maafisa wa kike wa kituo cha Malava, kina mama hawa wamepata motisha wa kipekee kufanikisha juhudi zao. Mfano ya kuigwa ambayo ibadilisha mawazo ya mila zetu na desturi. Tunapoonyesha watu waliohusika katika kusimamia misitu ambao wanaongoza miradi ya mazingira na inafanikiwa. Kwa mfano Wangare Maathai na First Lady Mama Rachel Ruto anahusika sana katika hali ya misitu na mazingira. Na unapopeana mfano hai kama hiyo, hakika itavunja upakuzi ambao unaletwa kwa upande wa kina mama. Kulingana na wavuti wa Global Forest Watch, eneo la Malava katika msitu wa Kakamega kati ya mwaka wa 2000 hadi 2024 lilirekodi ongezeko la miti kwa hekari 280, ambaye inawakilisha 9% ya msitu wote wa Kakamega. Vilevile visa vya moto katika eneo hili vimekwisha kwa wakati huu, tatizo ambalo lilikuwepo kwa wingi miaka ya 2012 hadi 2015. Kwa hivyo mimi ninapokaa kwa boma ninapanda miti kama miti ya madawa, medicinal and herbal trees. Ni kama neem tree ambayo ni mwarobaini, moringa ambayo ni mlonge, alafu kuna Indian gooseberry. Kwa kufikia malengo ya milenia na ruwaza ya 2030, serikali ya Kenya inawajibikia upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Gabriel Ingubu, makala maalum, Mwanamke Mwokozi. Naam, ni wanawake wana mazingira hapo katika taarifa iliyoletwa kwako na Gabriel Ingubu. Bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania linaendelea na vikao vyake mjini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi ya Tanzania, katika vikao vinavyoendelea kupitia bunge la 13 na leo ikiwa kikao cha pili. Jana katika kikao cha kwanza, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, mbunge wa jimbo hilo Clayton Chibando, yani anafahamika kama Baba Levo, alibua hoja kuhusiana na changamoto wanayokabiliana nayo vijana wa Kitanzania kuhusu ajira na kujiajiri, jambo ambalo ni changamoto kubwa kwa vijana. Kutoka Dar es Salaam, Silvanus Karemera amezungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Shadrack Mwansasu kuhusiana na hoja hiyo ya mbunge Clayton Chibonda. Tega sikio. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea na vikao vyake mjini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi ya Tanzania, na wabunge mbalimbali wamekutana katika bunge hilo la
la 13 kwa ajili ya kujadili hoja mbalimbali ambazo zinatoka kwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunategemea basi kuona hoja mbalimbali zikibuliwa ama zikitolewa na wawakilishi wa majimbo mbalimbali nchini Tanzania, kwa sababu wabunge ndio wawakilishi wa wananchi kwenda kuwatetea kwenye shida zao mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo katika zao ndani ya majimbo. Hii kauli ya mbunge wa Kigoma kuhusu changamoto za vijana unaichukuliaje wakati huu, wakati ambapo vijana kwa namna moja ama nyingine wameonekana kutofurahia hali ya ukosefu wa kazi, na tumeona kwamba katika maandamano ya mwaka uliopita tarehe 29 Oktoba wakati wa uchaguzi idadi kubwa ya walioandamana na kuweza kufanya mambo tofauti walikuwa ni vijana. Kauli hii ya mbunge huyu na maisha ya vijana pale Tanzania inashabihiana vipi? Mbunge huyu wa Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi Clayton Chiponda almaarufu kama Baba Levo ameitaka serikali kupitia wizara husika ya vijana na serikali kwa ujumla ni namna gani vijana waweze kuwekewa mazingira rafiki ili waweze kuwapa unafuu ama nafasi ya ajira, lakini pia na waweze kujiajiri. Baba Levo ameitolea lawama serikali kwa kuweka vigezo vyenye vikwazo vikubwa kwa vijana wa Kitanzania na kushindwa kupata ajira, ikiwemo pia pamoja na kupata nafasi ya kuweza kujiajiri kupitia mikopo mbalimbali na kushindwa kujiwezesha kwa maana kujiajiri kwa vijana mbalimbali. Lakini pia ameweza kuzungumza mambo mengi likiwemo swala la maendeleo kwa Tanzania ndani ya miaka hii 50 akiwahusisha vijana. Na katika vigezo ama masharti kuhusu mikopo amehitaji kwamba mikopo ilegezwe ama masharti yawe nafuu kwa vijana. Lakini kingine pia amezungumzia changamoto ya wafanyabiashara kwa ujumla kwa maana wakubwa na wadogo, wakiwemo hao sasa ambao amezua hoja dhidi yao vijana kwamba hata kama watapata mikopo kwa ajili ya kujiajiri, lakini pia waweze kuwezeshwa mazingira mazuri, akizungumzia swala la kodi kwamba pengine kodi zao zilipwe kwa mfumo wa kisasa na si mfumo kama wa kizamani lakini ulio nafuu. Baadhi ya wadadisi wanachukulia hili bunge la 13 kama ni bunge la chama kimoja. Unahisi kauli na maoni yanayotolewa pale bungeni yatakuwa na matokeo gani hasa katika utendaji kazi wa bunge hili katika kujibu matakwa ya wananchi kwa ujumla? Wananchi wanasubiria kwamba baada ya bunge hili kumalizika, kwa maana wabunge wakitoka katika mkutano huu wakirejea katika majimbo yao kupitia zile hoja ambazo wanakuwa wanazijadili bungeni zikitekelezwa. Swala la kwa bunge limejaa upande mmoja kwa maana lina idadi kubwa ya wabunge kutoka chama tawala kwa maana Chama cha Mapinduzi, ndio kumekuwa kuna mazungumzo ya hapa na pale, lakini ndio hivyo imeshapita. Wabunge ni kweli wengi wa Chama cha Mapinduzi, lakini kikubwa mimi nadhani binafsi watu ambacho wanakitaka ni maendeleo. Inawezekana kwamba safari akashinda mbunge wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo ambalo pengine wananchi wengi walikuwa wakitaka mbunge atoke katika chama pinzani kwa maana pinzani na CCM, lakini akaleta maendeleo. Nadhani kama hakutakuwa tena na hoja zingine tofauti na zaidi ya kumpongeza mbunge huyo endapo ataleta maendeleo katika jimbo lake. Lakini kama pengine hakutakuwa na lolote la maana ambalo litakuwa limefanyika chini ya mbunge huyo, basi pengine ndipo ambapo mengi yataibuka na mbunge huyo kutoka katika jimbo husika akipewa lawama nyingi na wananchi wa eneo husika. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi. Sasa kwa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire huko Kivu. Inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia pia matangazo haya kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni
Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vile inapatikana kwa masafa marefu. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mamlaka nchini humo zinasema takriban watu milioni 4 wako katika hatari ya kuangamia kutokana na ukosefu wa misaada ya kibinadamu. Hali hii imesababishwa na kukatizwa kwa ufadhili wa kibinadamu, hususan mashariki mwa DRC ambapo kuna shuhudiwa machafuko. Mratibu wa misaada ya kibinadamu Kongo DRC Bruno Lemake pamoja na mamlaka za Kinshasa zinasema mamilioni ya raia waathiriwa wa vita wanahitaji kwa haraka msaada wa kuokoa maisha yao. Pande zimeombwa wahisani kuchangia hazina maalum kusaidia maisha ya raia mashariki mwa Kongo, wengi wakiwa wakimbizi wa ndani kwa ndani. Na kwa mengi zaidi kutoka Kinshasa, na mpisha Fredi Tendilonge na taarifa zaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kukabiliwa na migogoro kadhaa zinazoangaziwa kuwa ngumu, za kudumu na zinazosababisha watu wengi kuyahama makazi yao na ufadhili mdogo wa misaada ya kibinadamu. Kulingana na Bruno Lemarquis, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa misaada ya kibinadamu OCHA, zaidi ya 200,000 ya waziriwa wa ukatili wa kijinsia, zaidi ya Wakongo milioni 26 wanakabiliwa na uhaba wa chakula, zaidi ya watoto milioni 4 wanaougua utapiamlo mkali, ongezeko mara 2 la visa vya kipindupindu na ongezeko la 80% ya visa vya mpox vimerikodiwa, hali ambayo haijawahi kuwa mbaya sana hivi. Hali ni mbaya kwa sababu tunakabiliwa na hali ya kipekee nchini DRC. Kwa upande mmoja, kuna hali mbaya ya usalama, huku idadi kubwa ya watu wakihama makazi yao. Hili limetokea mwaka 2025, mwaka ambao kulikuwa na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya maendeleo ya umma duniani. Kwa hiyo DRC imeathiriwa hasa na upunguzaji huu wa kifedha. Wiki iliyopita, licha serikali na washirika wake wa misaada ya kibinadamu kutoa mpango wao wa msaada wa dola bilioni 1.4 kwa ajili ya mwitikio binadamu mnamo mwaka 2026, F. Zaiba, waziri wa masuala ya kijamii na hatua za kibinadamu, amesema kwamba nchi yaendelea kukabiliwa na mgogoro mgumu, mrefu na ambao haujawahi kutokea. Hali ya maisha yamezidi kuwa mabaya katika eneo la Uvira. Jeshi la Rwanda RDF pamoja na waasi wa M23 walisababisha machafuko na hivyo kuchochea ongezeko la wakimbizi wa ndani. Raia wengi wamepoteza maisha, mali na miundombinu vile zimeharibiwa. Hali ya sasa kwa kweli inahitaji. Hata hivyo, huu ni upungufu ukilinganishwa na mwaka 2025 ambapo mahitaji yalikadiriwa kuwa dola bilioni 2.5. Kufuatia ongezeko la machafuko hasa maeneo la mashariki mwa DRC, shule 1500 ziliharibiwa, watu milioni 5 walikimbia makazi yao, 1700 kati yao wamekimbia makazi yao katika wiki za hivi karibuni pekee. Lakini je, ikiwa fedha hizo zimekusanywa, utoaji misaada uanzie wapi na ni nani wapewe kipaumbele? Baadhi ya raia waeleza hapa. Mimi niko Sole Mukirania. Kuhusu msaada, ingelipashwa anzia Beni, na Beni territoire kwa sababu kule ndio kuko wa deplace ba mingi na manyumba za mingi zezi shalungu. Kipaumbele kinaomba kwa mama na watoto kwa sababu wa mama wanakosa mavazi, wanakosa na chakula. Watoto nao vile malaria inawapiga na kuwaongezea kungambo ya mamatela, ndokana mamatela juu waweze kulala. Mimi ni Mumbere Valeri. Kuhusu msaada ya wakimbizi njia huko mashariki mwa Kongo. Kila mwaka mwitikio wa kibinadamu nchini DRC haujafadhiliwa kwa kiasi kikubwa. Mnamo mwaka 2024, 54% ya mahitaji yalitimizwa ikilinganishwa na 24% mwaka 2025. Fredi Tendilonge, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa.
Upembe wa Afrika unateleza hatari. Ripoti kali ya Human Rights Watch inaibua picha ya eneo linalogubikwa na uhalifu wa kivita, ukandamizaji wa kisiasa na chaguzi zinazoendeshwa kwa hofu na damu. Kutoka Sudan hadi Ethiopia, Somalia na Eritrea, raia wamegeuzwa mateka watawala na makundi yenye silaha, huku mauaji, ubakaji, mateso na kukamatwa kiholela yakifanyika bila yoyote kuwajibishwa. Hii siyo kushindwa kwa serikali za eneo hili, bali ni fedheha kwa jumuiya ya kimataifa inayotazama kimya. Hii hapa tahariri yake Leonard Mubali. Ripoti ya shirika la Human Rights Watch mwaka 2026 ni kengele ya hatari inayolia kwa sauti ya juu, lakini inaonekana hakuna anayeisikia. Upembe wa Afrika, Sudani Kusini, Ethiopia na majirani zao umegeuzwa kuwa uwanja wa majaribio ya ukatili wa kijeshi. Siasa kandamizi na uovu unatekelezwa bila hofu ya kuwajibishwa. Raia wa kawaida wamegeuzwa walengwa halali wa vita, huku dunia ikitazama tu kwa macho makavu na mikono ikiwa mifukoni. Nchini Sudani, mauaji ya halaiki, mashambulizi dhidi ya wakimbizi na uhalifu wa miundombinu ya kiraia si ajali za vita, bali ni mkakati. Mapigano kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa Rapid Support Forces yamezaa maelfu ya vifo, huku Darfur ikirejea kwenye kumbukumbu ya mauaji ya kimbari. Hakuna mshangao, ni aibu. Aibu ya jumuiya ya kimataifa inayojua lakini inachagua kunyamaza. Sudani Kusini, taifa changa lililoahidiwa amani, linaendelea kuwa kaburi la matumaini. Mashambulizi ya anga dhidi ya raia, kukamatwa kwa wapinzani na kuahirishwa kwa chaguzi vimeigeuza serikali kuwa tishio kwa wananchi wake wenyewe. Ethiopia nayo, chini ya pazia la umoja wa kitaifa na chaguzi, imeficha makosa makubwa ya kivita katika Amhara na Tigray, huku wanamgambo, majeshi ya serikali na vikosi vya Eritrea wakilaumiwa kwa ukiukwaji wa kutisha wa haki za binadamu. Lakini tatizo si vita pekee. Ripoti ya Human Rights Watch inaweka wazi uhalisia mchungu. Ukandamizaji wa kisiasa na kuzimwa kwa uhuru wa kujieleza vinakwenda sambamba na risasi. Kenya, Tanzania na Uganda, mataifa yanayojitangaza kuwa ya kidemokrasia, yanatajwa kwa kukandamiza maandamano, kuwatesa waandishi wa habari, kuwafunga wapinzani na kutumia sheria kama silaha ya kisiasa. Hii si demokrasia, ni udikteta wa polepole unaovaa suti. Kinachokera zaidi ni kushindwa kwa taasisi za kikanda. Umoja wa Afrika IGAD wamegeuka vilabu vya matamko yasiyo na meno. Wanajua nani anaua, nani anatesa, nani anabomoa, lakini hawachukui hatua. Hakuna vikwazo, hakuna kuwajibishana, hakuna haki. Ukimya huu ni ushirika katika uhalifu. Human Rights Watch haijaandika ripoti hii kwa ajili ya maktaba. Ni wito wa dharura, wito wa vikwazo dhidi ya wahusika, wa kulindwa kwa vyombo huru vya habari na wa kuchukuliwa hatua za kisheria za kimataifa. Upembe wa Afrika hauhitaji huruma, unahitaji haki. Na haki isipoletwa sasa, damu itaendelea kumwagika na historia itawahukumu wote waliokaa kimya. Ni soma baadhi ya jumbe ambazo tunapokea kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook. Namuona Ochieng George anasema yuko pamoja nasi. Shukran sana Ochieng. Karioki Ndesh, kama kawa niko ndani mji mdogo Moi's Bridge kule Kitale. Hamisi Nyonyo Mnyausi akiwa kwa Ruhimba Mayamaya Dodoma kwa Wagogo anasema tumetegea sikio matangazo haya. Edward Lungaho, idhaa inatamba. John Mwandawiro Mwazuna anasema Taita Taveta inasikiliza na idhaa imetamba kutamba. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kutoa maoni yenu. Ikiwa uko maeneo ya pwani na unatusikiliza kupitia Radio Kaya, haya basi tuma ujumbe wako nasi tutausoma papa hapa. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwaheri kwa sasa na uwe na jioni njema.